hapa katika eneo la Naivasha, katika makafani ya Naivasha. Tumekuwa hapa kutoka asubuhi na ni hapa ambapo miili ya waliopoteza maisha katika mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi hapo jana ililetwa. Miili hiyo ikiletwa na maafisa wa upelelezi na ikiwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa hao hadi wakati ambapo uchunguzi utakapokamilika. Salim atakupatia picha ya ilipo miili hiyo, miili inayosemekana kuwa 16 ya wanafunzi ambao walipoteza maisha jana ipo katika Naivasha Funeral Home. Na nikuelezee tu mtazamaji, kitu ambacho tumeshuhudia leo hii ni kwamba mapema asubuhi walikuwepo wazazi. Nafikiria niliona familia tofauti wakija hapa kutafuta wana wao, wakisema kuanzia jana walikuwa shuleni na leo hii bado hawajapata kuambiwa waliko wanao. Kwa hiyo walikuja hapa wakitarajia pengine chembe zao za DNA zitakuwa zikichukuliwa hapa na pengine kufananishwa na chembe za DNA katika miili zilizoko hapa, ili waarifiwe kwamba mtoto wako wewe ni huyu hapa, wako ni yule. Lakini nimeshuhudia pia wao kutatizwa, manake baadhi ya familia ambazo tayari tumewaona wakizungumza hapa katika Ruga, wale walikuwa wakizungumza kutoka Gilgil, walikuwa kule shuleni asubuhi, wakaelezewa kwamba DNA itakuwa ikifanyika hapa Naivasha. Wakaja wakafika hapa Naivasha, baada ya kukusanyika familia kadhaa, tena wanaambiwa kwamba hapana, wale wote kutoka government chemist wameelekea Gilgil, kwa hiyo warejee tena Gilgil ambapo shughuli hiyo itakuwa ikifanyika. Wanasema wenyewe kwamba chembe za DNA kutoka kwa maiti tayari zimechukuliwa na kinachohitajika ni chembe za DNA kutoka kwa wazazi na haswa kina mama wa watoto hawa, ili waweze kufananisha. Kwa hiyo safari tu si safari nzuri Ruga, maana ni yapata kilomita 30 na kitu kutoka Gilgil njoo Naivasha kwenye mochari, kisha rejea Gilgil kwenye shule. Na nimeona wakitatizika hapa, na kwa muda walikuwa wakizungumza kwa machungu na kusema ni kwa nini wanapelekwa hivi na hivi. Na wote kwa sasa, angalia, imeshafika alasiri na hawajui watoto wao walipo, na ninavyoshuhudia ama ninavyotarajia ni kwamba hawatakuwa wakijua kuhusu watoto wao kufikia mwisho wa leo, manake kwa sasa bado shughuli hiyo haijafanyika. Wamerejea Gilgil. Tutakuwa pia tukiangalia Ngana kule Gilgil, watatuambia kwamba chembe za DNA kutoka kwa wazazi hawa zitachukuliwa leo hii. Iwapo hazitachukuliwa, basi itakuwa inamaanisha kwamba masaa za kutatizika bado zinaongezeka kwa familia hizi. Kuna yule bwana ambaye jana tulishuhudia wakati ambapo walikuwa wamejawa na hisia, wakati ambapo wakitaka kujua mwanawe yuko wapi. Bwana huyo leo hii hatujamuona, ila tumemuona kakake na tukazungumza na kakake akituelezea kwamba bwana huyo yuko hospitalini, na ni mambo tu ambayo yanajitokeza kwa kuwa kufikia sasa pia hajui kuhusu mwana wao. Tumepata majina ya hawa watoto, pia tumepata picha ya baadhi yao ambao mtazamaji tutakuwa tukikuonesha katika taarifa zetu zijazo, ila ni kuendelea tu kwa uzito ambao unaendelea hapa Naivasha na katika eneo la Gilgil, bado tu familia zikiendelea kutafuta na kutaka kupata majibu kuhusu waliko wana wao. Katika makafani haya hakuna shughuli inaendelea kwa sasa. Wale maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu, Red Cross, ambao walikuwa wameweka pale dawati wakitaka kuanza kuchukua majina ya familia ambazo zimefika, waliambiwa wasiendelee na shughuli hiyo. Miili ambayo ililetwa imesemekana kwamba isiguswe popote ambapo iliwekwa na maafisa wale wa polisi, wala pasifunguliwe na mtu yeyote, manake ni miili ambayo bado inaendelea kwa uchunguzi. Kwa hiyo hata ikabidi wakafunganya virago vyao hawa wenye wanashirika la Msalaba Mwekundu, manake hakuna shughuli ambayo wangefanya hapa, na familia ambazo zilikuwa hapa basi zikalazimika kuondoka na kurejea Gilgil. Kwa hiyo ndio hayo kwa sasa, ila majina ya watoto hawa tunao, baadhi ya familia walikotoka, na tutakuwa tukizidi kuwatafuta wote tujue ni kina nani na ni kipi ambacho maisha yao imekuwa vipi hadi wakati ambapo wamefika. Ila kwa sasa ni hayo tu Ruga. Naam, asante sana Ibrahim Karanja na Bridget Ngana. Bila shaka mtazamaji, naeleka kwamba wazazi hawataki kuzungumza, lakini pia tusema asante kwa jumbe zenu kwa kuzidi kuwapa pole, na pia naomba pia sisi tuseme kama runinga ya NTV tunasema makiwa kwa familia ambazo zimeathirika.